Na habari za wakati huu, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF umeweka ukomo wa miaka mitatu kwa kaya zitakazonufaika na mpango wa tatu wa TASAF, ambapo baada ya kipindi hicho kupita watatakiwa kuhitimu na kuondokana na utegemezi, huku kaya hizo zikiendelea kufuatiliwa ili kuhakikisha zinabaki katika hali ya kujitegemea kiuchumi. Taarifa zaidi na Amani Bando. Mpango huo unatekelezwa kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2026 hadi 2030, ukilenga kubadilisha maisha ya kaya maskini kwa kuzipatia fursa zitakazowawezesha kuongeza kipato na kujenga uwezo wa kujitegemea badala ya kuwa kwenye programu kwa muda usio na ukomo. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa TASAF Shedrack Mzirai wakati wa ziara ya kamati ya Baraza la Wawakilishi inayosimamia ofisi za viongozi wakuu wa kitaifa Zanzibar, iliyotembelea makao makuu ya TASAF jijini Dodoma. Hili tumeliweka vizuri katika mpango huu mpya, kwa maana ya kwamba tangu mwanzo walengwa wataelimishwa na kuambiwa kwamba unaingia kwenye program kwa muda wa miaka mitatu. Kwa hiyo watakuwa wanawekewa malengo aidha ya miezi mitatu au miezi 6 mpaka mwaka, kwamba nakuwa baada ya miezi mitatu umepokea ruzuku hizi, umefanya nini. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wameishauri TASAF kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mpango huo ili kuhakikisha kaya zinazonufaika zinafikia malengo yaliyowekwa na hatimaye kuondokana na umaskini kwa maendeleo endelevu. Kinachotakiwa, fanya monitoring and evaluation. Tatizo limetokea kwa haraka sana, hata kama project inaonekana impact yake ni ndogo, basi kule mnaistop. Sio vibaya kuanza na kitu kingine. Miradi ambayo ya maendeleo inaofanywa basi izidi kufanywa kwa ufanisi zaidi, ili tuone basi jamii yetu au wananchi wetu wanaweza kupata mahitaji yaliyokuwa muhimu. Mfumo wa kinga ya jamii inaweza kuunganisha jamii hizi ambazo ni jamii za kaya maskini katika mfumo wa bima. Mwenyekiti wa kamati hiyo Machano Othman Said amepongeza TASAF kwa mchango wake katika kupunguza umaskini kwa kaya nchini, akisema utekelezaji wa programu hiyo umeendelea kutoa fursa kwa wananchi wa Tanzania bara na Zanzibar kuboresha maisha yao. Kama TASAF iliweza kuwasaidia kaya maskini milioni 1, basi ujue hiyo ni sio taasisi nyingi zinaweza kufanya hivyo. Na nafikiri serikali ndio maana ikaweka nguvu kwa awamu ya 3, na nafikiri kama za awamu ya 3 Mungu atajalia tuende na awamu ya 4, kwa sababu ni mafanikio makubwa. Ni haki ya kila mwananchi, nchi hii haibagui. Kwa hiyo serikali zote mbili zimeweka utaratibu wa bima ya afya, na sisi tutasimamia kwa upande wa Zanzibar. Utekelezaji wa mpango huo wa tatu unatarajiwa kugharimu dola za Kimarekani zaidi ya milioni 650, ambapo utanufaisha zaidi ya kaya milioni 1.5 zenye uhitaji Tanzania bara na Zanzibar. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Tanga umewasilisha maombi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuongeza gati meli katika bandari ya Tanga ili kupunguza msongamano wa kuhudumia meli, ikiwa ni matokeo ya maboresho ya awali yaliyoongeza kina kutoka mita 3 hadi mita 13 sambamba na kuongeza gati moja. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Hatua hiyo inabainika wakati wa kikao cha wadau kuhusu uanzishwaji na uendeshaji wa bandari kavu ambacho kimejadili namna ya kupunguza msongamano wa mizigo inayopokelewa katika bandari ya Tanga. Kwa mwaka wa fedha ulioisha 2026, bandari ya Tanga inaweza kutumia takriban tani milioni 2.1 za shehena, kiwango ambacho kwa mujibu wa mpango mkakati wetu wa 5 wa TPA tunakadiriwa kufikiwa itakuwa kuhudumiwa mwaka huu na uanze sasa hivi. Kwa hiyo tunapaswa kuongeza kasi ya maandalizi ya miundombinu na huduma zinazosaidia au usaidizi kwa kuweza bandari, ili ukuaji huu usije kusababisha changamoto za msongamano, uhaba wa maeneo ya kuhifadhi shehena na ucheleweshaji katika mnyororo wa usafirishaji. Akifungua kikao hicho, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akashauri kuongezeka kwa wadau watakaosaidia kushauriana mahala sahihi panapofaa kuwepo kwa bandari kavu
ili kutimiza malengo ya kufikia dira ya mwaka 2050. Mimi nadhani hichi kikao chetu cha kwanza kiwe ni kikao kitakachofuatia kikao kingine ambacho tarehe 28 naelekeza kikao kifanyike mwezi huu, ambapo kitahusisha sasa halmashauri zetu zote, na katika kikao hicho pamoja na hili tutazungumzia tools za kutekeleza dira 2050. Katika kipindi cha mwaka mmoja hapa nyuma, huduma hizi zimekuja kwa kasi sana mkoa wa Tanga. Inapotokea fursa, basi wawekezaji wanakuja. Ili tukijadiliana hapa tuoje na maazimio ambayo yatakawezesha mkoa wa Tanga kupokea hii neema, lakini kubaki katika hali yake iliyopo, na shughuli hizi zisiingie sana kuathiri shughuli zingine za kijamii na kiuchumi. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Oman iwapo nchi hiyo itaingilia mazungumzo ya Marekani na Irani, huku akisema Washington ina mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran IRGC. Trump amesema Teherani inapaswa kuinua bendera nyeupe ya kujisalimisha, huku Iran ikisema imefikia makubaliano na Oman kuhusu ramani ya njia za usafirishaji katika mlango wa Hormuz baada ya wiki kadhaa za mazungumzo ya kitaalamu. Hata hivyo, Trump amethibitisha kuwa Marekani ina njia ya siri ya mawasiliano na IRGC, huku akizungumzia suala la Gaza kwa kusema Israel haipaswi kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo hilo kutokana na Hamas kukubali kusalimisha silaha zake. Uchumi na fedha wa Chama cha Mapinduzi Jamal Kasim Ali amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA Gilad Terry, lengo likiwa kujadili masuala mbalimbali ya uwekezaji pamoja na kukuza miradi ya kimkakati ya chama hicho. Tupate taarifa kamili. Akizungumza mara baada ya mazungumzo hayo jijini Dar es Salaam, Bwana Jamar amesema chama kina maeneo na miradi ya kimkakati ambayo angependa TISEZA uwasaidie kupata uwekezaji mkubwa ambao utaendana na mahitaji ya soko, hatua ambayo itachochea ukuaji wa uchumi wa chama. Kama chama sasa tunakuja na mtizamo mkubwa zaidi katika nyanja za uwekezaji katika sekta muhimu ambazo tunaamini zitasaidia kuchochea ukuaji wa uchumi katika nchi, kuzalisha fursa za ajira, lakini pia kukipatia chama mapato ambayo yatasaidia katika shughuli za kiuendeshaji. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu Gilad Terry amesema mamlaka hiyo ina jukumu kisheria kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa sahihi pamoja na kutoa usaidizi kwa Watanzania wenye nia ya kuwekeza. Lengo ni kuinua uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Sisi kama mamlaka ya uwekezaji tutaendelea na utekelezaji wa majukumu yetu kisheria kuhakikisha kwamba uwekezaji unakuja unamnufaisha Mtanzania mmoja mmoja na kazi na utu, ili kila Mtanzania apate kazi na kazi iweze kuheshimisha utu wake. Esther Mtebe, Channel 10. Asante Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Viongozi wapya wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoani Arusha wametakiwa kuzingatia misingi ya uongozi bora, ikiwemo kutumikia waumini kwa mujibu wa katiba na sheria za baraza hilo, huku uchaguzi wao ukitajwa kuwa wa ushindani na ulioendeshwa kwa weledi. Mwandishi wetu Jamila Omar kutoka Arusha anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa jijini Arusha na msimamizi wa uchaguzi kutoka makao makuu BAKWATA Abdul Rafiu Jafar baada ya kukamilika kwa uchaguzi wa viongozi wa BAKWATA na jumuiya ya kina mama JUAKITA, ambaye amesema uchaguzi huo umefanyika kwa weledi mkubwa baada ya kutolewa elimu ya kutosha kwa waumini na wagombea. Jafar amesema uchaguzi huo umefanyika kwa kuzingatia maelekezo ya Mufti wa Tanzania Dr. Abubakari Zubeir Mbwana, huku mwitikio wa wagombea ukiwa mkubwa ikilinganishwa na uchaguzi zilizopita. Alhamdulillah, viongozi waliopatikana wamepatikana kwa uwazi kabisa na uchaguzi umekuwa ni wa amani ya kutosha. Waumini wamechagua viongozi ambao wana imani nao na wataleta tija katika maendeleo ya
mkoa wa Arusha. Katika uchaguzi huo, nafasi ya mwenyekiti wa BAKWATA mkoa pamoja na mjumbe wa halmashauri kuu taifa imechukuliwa na Mwinjuma Abeid, huku Mohamed Juma akichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA, ambapo kwa upande wa JUAKITA Fatma Hababa ameshinda nafasi ya mwenyekiti wa JUAKITA mkoa wa Arusha. Naenda kuwatetea Waislamu, lakini pia kuendeleza miradi ambayo tumeshaipokea kutoka kwa katibu mkuu. Kazi yangu sasa ni kuhakikisha tunavuka kutoka kwenye hatua tulio nayo kwenda kwenye hatua ya pili ambayo ni hatua ya kwanza. Najua uongozi ni shida, si kitu cha kukimbilia. Nyinyi sio watemi, nyinyi ni watumishi wa Waislamu. Kama mnataka kufanikiwa, mkawe watumishi wa kuwatumikia Waislamu na sio mabwana wa kwenda kukaa juu ya vichwa vya Waislamu. BAKWATA na jumuiya zake hufanya uchaguzi wa viongozi kila baada ya miaka 5, huku viongozi waliochaguliwa wakitarajiwa kuendeleza shughuli za miradi ya baraza hilo kwa manufaa ya Waislamu wote mkoani Arusha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake kwa kupata kura milioni 1,544,140 sawa na asilimia 58.8 baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mondobile amepata kura milioni 1,30,662 ikiwa anahitaji zaidi ya asilimia 50 ya kura halali ili kushinda bila duru ya pili, huku upinzani ikilalamikia vitisho, ukamataji na vurugu wakati wa uchaguzi. Zoezi la kuhesabu kura limesitishwa kwa saa 6 siku ya Ijumaa baada ya vurugu kutokea, huku waangalizi wa kimataifa wakivitaka vyama kuepuka kauli za uchochezi kabla ya matokeo ya mwisho leo hii. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10+. Watu 2225 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni idadi iliyopindukia ikilinganishwa na mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kuwahi kushuhudiwa kwa sasa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali siku ya jana Jumapili, idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Hata hivyo, mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakina kinga wala tiba mpaka sasa. Mkoa wa Mara umeanza kujenga uelewa wa uchimbaji wadogo wenye leseni kushiriki kikamilifu kuchangia shughuli za maendeleo katika maeneo yao ya vijiji baada ya mkoa huu kufanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato. Musa Makale anaripoti kutokea Mara. Kwa mujibu wa afisa madini mkoa wa Mara, Daniel Mapunda, amesema mkoa wa Mara kwa mwaka wa fedha 2025-2026 mkoa wa Mara ulikusanya maduhuli ya serikali shilingi bilioni 211 ukilinganisha na mwaka 2024-2025 ambapo ulikusanya shilingi bilioni 207. Hivyo wachimbaji hao hususan wenye leseni wana wajibu wa kuchangia maendeleo ya serikali kwenye maeneo ya vijiji wanakofanyia kazi. Mathalani kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita tumekuwa na makusanyo ambayo yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa unaweza kuona grafu imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka, jambo ambalo linatufanya tuone kwamba sasa kuna haja pia ya kuongeza nguvu kwenye maeneo mengine ambayo yataongeza tija zaidi kwa jamii. Lengo la CSR na utofauti wa CSR na michango mingine ya hiari. Swala la CSR ni swala la kisheria.
Na hapa baadhi ya wachimbaji wanaeleza nini kinachosababisha wengi wao kuto kuchangia CSR kwenye maeneo yao ya uchimbaji. Ambao hawajui hata CSR ni nini. Kwa ni vizuri wao wanapata elimu ya mara kwa mara. Yule ambaye ameelewa atamshtua na yule ambaye haelewi. Pamoja na kuwa tunazo leseni zaidi ya 500 kwenye wilaya yetu, lakini wanaotoa CSR hawafiki hata 10. Lakini tukiomba mchango na pichichi vinapotusunguka na lazima tuwe na mahusiano mema na pichichi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Na mtazamaji, na sasa tuelekee huko visiwani Zanzibar ambapo Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kupitia kitengo cha idara ya utafiti wa mazao ya chakula inaendelea kufanya utafiti wa mbegu bora za mpunga kwa lengo la kubaini mbegu zenye tija na zinazofaa ili kuongeza uzalishaji na thamani ya zao hilo, kuimarisha upatikanaji wa chakula na kuongeza kipato kwa wakulima. Tupate taarifa kamili. Akitoa maelezo ya utafiti wa mbegu kwa wakulima wa mpunga katika bonde la Weni, mratibu wa utafiti wa kilimo Hatibu Bakari Haji amesema utafiti huo unalenga kuzalisha mbegu bora zenye uwezo wa kutoa mavuno mengi, kukidhi mahitaji ya wakulima na kuongeza thamani ya zao la mpunga. Hapa mbegu hizi zinaendelea kufanya vizuri pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, na kutoka kwenye mbegu 10 mpaka sasa hivi tumebakia na mbegu hizi 4 ambazo tunaangalia ule uniformity yake, stability yake na distinctiveness yake. Utafiti huu unaofanywa baadaye, matokeo yake kama sisi idara ya kilimo na uhifadhi wa chakula tunatakiwa tuyasambaze. Afisa mdhamini Wizara ya Kilimo Mhandisi Idrisi Hassan Abdalla amewataka wakulima wa mpunga kutumia mbegu zilizofanywa utafiti, akieleza kuwa matumizi ya mbegu bora yatawezesha kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye tija. Ningependa nyinyi mwe mabalozi wazuri wa haya ambayo yatakuwa yanafikishwa hapa kama sehemu ya mafunzo, muyachukue, muyazingatie, na kwa sababu hatuwezi kuleta kila aina ya mkulima hapa, nyinyi pia mkawe walimu huko ambako mnakwenda. Kupitia utafiti huu wa mbegu, sisi wakulima tunaweza kujiongeza vizuri, tukapata kuzalisha vizuri mazao yaliyo bora. Tunashukuru kwanza serikali kwa kutoa mpango huu wa kuwawezesha watafiti wetu wa kilimo kusimamia swala zima hili la utafiti. Utafiti huo unatarajiwa kuleta matokeo chanya kwa wakulima na kuwawezesha kutumia mbegu bora zenye tija na hatimaye kuimarisha usalama wa chakula pamoja na kipato cha wakulima. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limewataka wazazi na walezi kutimiza wajibu wao wa kuwalea watoto katika misingi ya maadili mema ili kuwaepusha na vitendo vya uhalifu vinavyoweza kuwaingiza kwenye mkono wa sheria. Ahmed Nandonde anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa mjini Moshi na kamanda polisi mkoa wa Kilimanjaro SACP Simon Maigwa katika hafla ya kumuaga aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya Moshi ACP Azizi Kalokola na kumkaribisha mkuu mpya wa polisi wilayani hapa SSP Revina Jeremia. Uhalifu unaanzia majumbani. Kwa ni vizuri tukatengeneza familia namna nzuri ambayo mtoto atakuwa kisaikolojia, kwa sababu mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka 8 ndio kipindi anaingiza vitu vipya. Watoto wetu tunao, unaenda kuswali, yeye unamwacha amelala. Unaenda kanisani unamwacha amelala. Anakuja saa 8 za usiku. Sasa akija huko ameshindikana, mnaanza kutulaumu, lakini jukumu lako mzazi ni lipi? Kwa upande wake aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya Moshi ACP Azizi Kalokola ameishukuru jamii kwa ushirikiano uliopata wakati wa kutekeleza majukumu yake wilayani hapa, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana na mkuu mpya wa polisi kama walivyofanya kwake. Mpeni ushirikiano OCD mpya anayekuja, bahati nzuri alikuwa usaidizi wao. Mpeni ushirikiano kama mlionipa mimi, kiziwekana hata zaidi. Tukalinde familia zetu, tusiwe sehemu ya matukio, kwa sababu wezi wanatoka nyumbani kwetu, wavuta bangi wanatoka nyumbani kwetu. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo mkoa wa Kilimanjaro Jones Mola amesema taasisi za dini na umma zinapaswa kushirikiana na jamii katika kutatua changamoto kwa njia ya maridhiano ili kudumisha amani, umoja na mshikamano katika jamii. Tunatoa wito kwa wanachama wote kuwa mabalozi wa amani, maridhiano na umoja katika maeneo yao. Viongozi wa dini, wazee
vijana na wadau wote kuendelea kushirikamana katika kujenga jamii yenye upendo. Endapo patakuwa na mgeni yoyote ameingia katika eneo lake kwenye mji wake, ijulikane, atoe taarifa katika aidha kwa balozi au mwenyekiti wa kitongoji. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Naam, shukran sana Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.